الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tumebakiwa na sajda nne bado ya Fussilat, surat Fussilat, Hamim Sijda na surat An-Najm, wan-Najmi idha hawa mwisho, halafu idha as-samaa shaqqat, halafu mwisho Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hizi ni sajda nne zilizobakia. Leo tutajaribu kuanza hii ya Fussilat, na surat Fussilat iko katika aya ya 38, lakini kama desturi, ukitaka utamu wa aya kufahamu vizuri, nenda nyuma kidogo, rudi. Tukirudi hasa inatosha aya moja tu kabla yake, lakini si vibaya kukutajeni kwamba sura hii ndio zile aya maarufu zilizokuwepo zenye kuanza innal ladhina qalu rabbuna Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aya 30 mpaka 36. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nasema wale waliosema rabbuna Allah, waliosema la ilaha illa Allah, wakawa Islamu, ikisha wakasimamisha dini, istaqamu, ihdina sirata mustaqim. Istiqama yani kuwa kutekeleza maamrisho yote ya dini, basi hawa malaika washukia kabla hajatoka roho dakika zile, na kuwabashiria pepo, waambie msiogope, msihuzunike, msiogope mnakokwenda kuzuri, msihuzunike, haya mnawacha nyuma si mazuri kuliko haya mnaoendea. Na abshiru, abshir, furahini kwamba kuna pepo inakusubiri, na sisi tuko pamoja na nyie. Nahnu awliyaukum, sisi vipenzi wenu duniani na akhera, na huko mtapata kila mnachokitamani. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. sisi wapenzi wenu katika maisha ya dunia na katika akhira, na huko mtapata kila kitu nafsi zenu zinazotamani, kila mnachokitamani mtakipata. walakum fiha ma tad'un, na kile kitu ambacho mnachokitaka, mnavyovitaka vyote mtavipata. Hadha nuzula min ghafur rahim. Hii ni takrima kutoka kwa mwenye Ghafur, mwingi wa maghfira na mwingi wa rehema. Mwingi wa maghfira kusameheni makosa yenu, mwingi wa rehema na kupeni vitu vyote kwa rehema zake. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. nani kauli gani ni mbora ni nani mbora zaidi wa kusema kuliko yule man daa ila Allah, anaita watu katika dini ya Mwenyezi Mungu, anawalingania watu dini, wa amila salihan, na mwenyewe akafanya mema, wa qala, akasema innani minal muslimin, hakika mimi miongoni mwa Waislamu, mimi miongoni mwa wale waliosalimu amri kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu aya inafuatia 34, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Jema alhasana, jema au mema hawezi kuwa sawa na maovu kabisa. La tastawi, haziwezi kuwa sawa. Kwa hivyo panapokuwa na ubaya, maovu yapo, idfa billati hi ahsan, ondoa maovu kwa alikuwa mema. Na mtu yote aliyofanyia ubaya mfanyie wema, anatahayari mwenyewe. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, basi utaona pale atatahayari mwenyewe ile kwa baina yako na kuna uadui baina yenu, atakuwa kaanahu waliyun hamim, kama kwamba ni rafiki yako wa kukuonea uchungu wa ndani kabisa, hamimu wa ndani kabisa kukuonea uchungu. Naam, na hili si jambo rahisi, akufanyia mtu ubaya au ufanye wema, la wallahi, hii inataka mtu mwenye subra kubwa. Wama yulqaha illa alladhina sabaru. Haya hawapewi imani ya subra kama hiyo ila wale ambao ni wenye imani ya kwamba kufanya wema kwa kufanya ubaya, ila alladhina sabaru. Kwa hivyo tazama faida ya subra, kwamba unastahimili kwa kila baya unalibadilisha kwa wema. wala yulqaha alladhina sabaru wama yulqaha alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hadhin adhim. Wala hawapewi ila wale wenye bahati kubwa sana.
hizi aya baadaye inakuja Mwenyezi Mungu anatuambia hapa wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Mambo mangapi haya? Katika aya zake, ishara zake za utukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia usiku. Naam, astaghfirullah. Aya 36 wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Na shetani akikuchochea, akikuchokoza, akikutekenya wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, hata kidogo uchochezi mdogo tu ujue kwamba shetani anataka kukupanda. Fasta'idh billah, anataka kukubabaisha, kukutia katika nini? Katika maovu. Fasta'idh billah, toa a'udhu billahi moja tu. Isti'adha hii Mwenyezi Mungu anaisikia mbio na anajua na huwa Samiul Alim. Isti'adha inamkimbiza mwenyewe shetani. Kwa hivyo anakutia amori, anakutia pampu, anataka ufanye nini? Anataka ufanye jambo baya. Ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, mbio ghadhabu zako zinaondoka, kwa sababu mtu akikwambia neno baya unataka kumjibu, unataka mtaingia na maongoni alafu na kupigana. Lakini ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, nenda zako, kal ghafartu laka, nimekusamehe, nenda zako baba, Mungu akusamehe, ondoka. Mlani shetani, gambo kimlani shetani maana nini? Anakimbia mbio, anaona mshashindwa hapa, sijapata kuogombanisha watu. Kwa hivyo nazgh min shaitani, ule kugusagusa, kwa nini? Ukupulizia maneno ya nini? Ya kishetani, ya kutaka kukutia nini? Moto, ukaanza ugomvi na kufanya maovu. Ndio shetani desturi yake. Halafu inakuja aya hii ambayo inatuambia kwamba katika aya zake, wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, usiku na mchana na jua na mwezi. Sawa? Mambo haya abru zaman, kwa kupita karne baada karne, watu wengi sana walikuwa wakiyatafakari kwa kuabudu mambo haya, jua na mwezi. Kwa hivyo watu wanasujudia jua, watu wanasujudia mwezi, na Nabii Ibrahim amepiga mifano kuwazindua watu wanaokaa wakiwa katika ibada hizo. Akasema, mimi huu mwezi mzuri unang'ara, Mungu wangu, ukiondoka sema la, sio wakuja jua hili kubwa sana linang'ara, huyu Mungu hadha akbar. Kuzama sema mimi sipendi, la uhibul afilin, sipendi yenye kuondoka, sipendi hiyo. Mmoja sema ikiwa hajanipa hidayah Mwenyezi Mungu, nitakwenda walopotea. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh, nielekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo hapa tunapokuja masala kwamba nini katika aya zake, layl wa nahar, usiku na mchana, wa shamsu wal qamar, na jua na mwezi, hapo anatuambia Mwenyezi Mungu, la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Kwa hivyo hapo mwenye kuabudu jua hapo, naam. Kwa Baniani, siku moja nimekaa kwenye shule ya Abu Dhabi alfajiri, asubuhi narusha mshipi yangu mwenyewe na vua tuko juu katika maji yako chini. Mara nyuma yangu naona wanawake wawili wakiinja wamekaa wameinua mikono hivi. Sasa wananiabudu mimi, ninaomekaa nyuma yangu, kumbe atazama juu, na ndio najua ndio linachomoza ile. Ile kuchomoza na ibada. Na kule feri Dar es Salaam, Mabaniani wanakuja kuoga pale asubuhi mapema, wanakuja mashallah. Sisi tukitoka msikitini tukenda wako tayari. Sasa wakati wao wanarudi na jua linapanda. Sasa nakaa naomba dua zao, na huko wanachezea maji, wanarusha na lielekea jua, hao wanaondoka. Washakoga pata mazoezi kidogo, wamshaabudu Mungu wao jua, astaghfirullah, wanaenda kufanya biashara zao. Kwa hivyo hapa la tasjudu lishamsi wala lilqamari, hajaja hilo kwamba watu wengi wana practice jambo hili la kunini, la kuabudu vitu kama hivi. La tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillah, na mumsujudie Allah alladhi khalaqahunna, alivyoumba vitu hivi, in kuntum iyyahu ta'budun, kama kweli mnamwabudu yeye. Kama kweli mnamwabudu yeye, basi msijudie vitu hivi, lakini msujudie Allah. Halafu inakuja aya sajida hapa, aya 30 ngapi? Ya 38.
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا, na pindipo watajivuna na kufanya kibri zao, basi wajue kwamba falladhina inda rabbika, viumbe si chochote si lolote ukilinganisha na hivyo viumbe vingine tu. Inda rabbika, wale malaika walikuwa kwa Mola wako. Fa istakbaru, wajue wao hawataki kuniabudu, hawataki kunisujudia. Falladhina inda rabbika, basi wale ambao walioko kwa Mola wako, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Allahu akbar. Wanamtakasa yeye tu Mwenyezi Mungu bil-laili wan-nahar, usiku na mchana. Wahum la yasamun, wao hawachoki kabisa wala hawasiti. La yasamun. Wewe binadamu unachoka, unasita, unapuuza, unashughulika na mengi, lakini malaika hawa inda rabbika walikuwa muqarrabuna fil mala'i al-a'la. Hawa malaika hawa subhanallah wanamsabihi Mwenyezi Mungu, wanaombea maghfira watu waumini huko duniani. Sasa wewe msujudie Mwenyezi Mungu, mtii Mwenyezi Mungu. Hao malaika wal muqarrabun basi wanakuombea dua, si tumeona? Sio, tumeshaeleza kabla. Kwa hivyo ujue kwamba Mwenyezi Mungu wala hataki sijda yako wala hataki chochote kutoka kwako, bali anataka nini? Taqwa minkum, anataka ile taqwa katika nyoyo zenu, anataka uchamungu wenu kwa ajili ya kukupeni wenye starehe za akhira, raha al-abadiyya, raha milele. Kwa hivyo faida ni ukisujudu na msujudi nani? Unamsujudi Allah kwa ajili yako mwenyewe, nafsi yako kupata thawabu, kwa sababu ukiondoa kibri na majivuno yako, basi Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Baada ya kusema la ilaha illa Allah, thumma istaqim, elekea katika maamrisho yake. Istaqim, fuata maamrisho yote ya Uislamu, halafu utizame kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa radhi na wewe na atakupa pepo. Hii ni sura Fussilat, halafu aya 40 nimependa hapa kwamba Mwenyezi Mungu anasema baada hapo, sura Fussilat aya 39 na 40, wa min ayatihi, na katika ishara zake za utukufu wa Mwenyezi Mungu, annaka tara al-ardha khashi'a, unaona kwamba ardhi nini, imetulia katika khushu, katika unyonge, yani ardhi kama dead mayit, fa idha anzalna 'alayha al-ma', na aya surati al-hajj pia tumetaja aya 5, fa idha anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat, lakini kule waambatat min kulli zawjin bahij, inatoa pea za miti mbalimbali. Hapa idha anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat, tunapoiteremshia tu maji, mara unaiona inataharak, inakuumuka, ihtazzat wa rabat. Inna alladhi ahyaha, iko inataja hii ardhi dead, imekufa, imeshuka maji hapo hapo, unaona uhai unapatikana juu ardhi. Kwa nini? Kutaka kuelezea kwamba inna alladhi ahyaha, alihuisha ardhi iliyokuwa imekufa kabla ya mvua, ilipokuja mvua ardhi ikawa hai, huyo basi la bila shaka yeye ndiye muhyil mauta, ndio atakahuisha wafu wote, watarejesha tena duniani, yeye ndio huisha wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, mweza wa kila kitu Mwenyezi Mungu. Ndio inakuja aya hapa, aya 40, innal ladhina yulhiduna fi ayatina ilhadna, badilika moja, innal ladhina yulhiduna fi ayatina, hakika wale ambao yulhiduna fi ayatina. Ilhad manake mtu kutokumwamini Mwenyezi Mungu, kukataa na kupinga yote maamrisho yake ya upweke wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye peke yake hana mshirika na mweza kila kitu. Hakuna Mungu, hakuna kufufuliwa, hakuna kiyama, hakuna moto, hakuna pepo, udanganyifu tu. Mtu akishakufa ndo basi. Hii inaitwa ilhad. Ilhad, wale wanaopotoa ukweli wa ishara zetu, wanakataa kwamba sisi tunaweza kufanya yote haya,
innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, hawafichiki kwetu sisi, tunawajua vizuri. La yakhfauna alaina abadan, hawafichiki, tunawafahamu vizuri. Kwa hivyo anasema, anauliza swala ulijibu mwenyewe. Anasema hivi, afaman yulqa fi an-nari khairun am man yati aminan yawm al-qiyamah, yule anayetumbukizwa katika moto akateketea kwenye moto milele, bora huyu au yule anayekuja kwa salama na amani na Mungu wake yuko radhi, anaambia karibu ingia peponi. Amma yati aminan yawm al-qiyamah, afaman yulqa fi an-nari yawm al-qiyamah khairun amma yati aminan yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah iko zote mbili, sio kwamba hii duniani wote, yule atakayetunguzwa kwenye moto na yule atakayekuja yuko katika amani kabisa, anajua Mwenyezi Mungu yuko radhi naye, anamtia peponi. Yupi bora, huyu au huyu? Swala ulijibu mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu anamalizia hapa, anasema i'malu ma shi'tum, bas fanyeni mtakavyo, خلاص, la ikraha fi din, au sio? Hakuna kukirisha mtu katika dini. Faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur.